Isaac Mwaura kole tesetai inendet koboisiechin serikali ak biikab emoni. Kabit niton en kasarta nekokisipto inendet kotononji kibagengeit netononjin biik chetinye kewelinwek en borwekwak. Sio mwisho, ni kubadilisha taswira na sura, ndiposa tuweze kuendelea kuitumikia hii jamhuri katika nyadhifa nyingine tofauti tofauti. Kwangu mimi nimewahi kutumika katika nyanja tofauti. Niliwahi kuwa mwanabodi wa halmashauri ya kwanza ya kitaifa kuhusu watu wenye ulemavu nikiwa tu kijana mdogo wa miaka 22. Baada ya hapo nilitumika katika mashirika yasiyo ya kiserikali humu nchini na hata anga za Afrika na kimataifa. Baadaye nikakwenda kusoma nchi za kigeni kama Afrika Kusini na Uingereza kabla ya kurudi kuja kufanya kazi kama mmoja wa washauri wakuu waliyekuwa waziri mkuu mwenda zake Raila Amolo Odinga. Hapa katika huu ukumbi tu, katika hili jumba hapa. Wakati ilikuwa inaitwa OPM. Sasa inaitwa ODP lakini ni Harambee House Annex. Kutoka mwaka 2010 mpaka 2013. Baada ya hapo nikawa mbunge mteule katika bunge la kitaifa. Baada ya hapo nikawania kuwa mbunge wa Ruiru. Na baadaye nikateuliwa kama seneta maalum katika seneti ya Kenya, ambapo niliweza kuja kuwa mmoja wa wasaidizi wa maspika na naibu mwenyekiti wa kamati ya bajeti na fedha. Humo katika bungeni nilianzisha shirika la wabunge wenye ulemavu KEDIPA ambalo bado lipo. Sasa hizo linaongozwa na Mheshimiwa Tim Wanyonyi ambaye anagombea ugavana kule Bungoma, mbunge wa Westlands. Na baada ya kutofaulu kuwa mbunge wa Ruiru mara ya pili, niliteuliwa kama naibu waziri katika afisi ya waziri mkuu Musalia Mudavadi, lakini koti ikatupilia mbali uteuzi ule. Mimi ndio nilikuwa mwenyekiti wa hao manaibu waziri 50. Waziri 50. Baada ya hapo nilikuja kuteuliwa kama msemaji mkuu wa serikali. Sasa hivi nimechaguliwa ama nimeteuliwa kama mkuu wa afisi ya anuai, ujumuishaji na haki za watu wenye ulemavu. Anuai, ujumuishaji na haki za watu wenye ulemavu. Anuai, ujumuishaji na haki za watu wenye ulemavu. Diversity, inclusion and disability rights. Age istoenge noton ketakinige county nebo Narok kole